Bado tunaangazia mvutano unaoendelea huko Mashariki ya Kati, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kuipa Saudi Arabia idhini ya kuanzisha tena operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la Wahouthi nchini Yemen, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Axios iliyowanukuu maafisa wa Marekani. Ripoti hiyo inafuatia kuongezeka kwa mvutano mkubwa zaidi kati ya Saudi Arabia na Wahouthi katika kipindi cha miaka kadhaa, hali ambayo kwa mujibu wa gazeti hilo la Axios inaweza kuashiria kuvunjika kwa usitishaji wa mapigano usio rasmi kati ya pande hizo na kuongeza hatari ya kupanuka kwa mzozo kati ya Marekani na Iran. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa, ambao unadhibitiwa na Wahouthi, ulishambuliwa siku ya Jumatatu wakati ndege ya Iran iliyokuwa ikiripotiwa kubeba ujumbe wa Wahouthi waliokuwa wakirejea kutoka mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ilipokuwa ikikaribia mji mkuu huo. Ndege hiyo ililazimika kubadili mwelekeo na kutua katika mji wa bandari wa Al Hudaida kwenye Bahari Nyekundu. Wahouthi waliishutumu Saudi Arabia kwa kuhusika na shambulio hilo na kutangaza kuwa usitishaji wao wa mapigano na Saudi Arabia umefikia mwisho. Baadaye kundi hilo lilirusha makombora ya masafa marefu pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aba kusini magharibi mwa Saudi Arabia na kuyaonya mashirika ya ndege dhidi ya kutumia anga ya Saudi Arabia. Kwa mujibu wa Axios, Saudi Arabia iliomba uungwaji mkono wa Washington siku kadhaa kabla ya shambulio hilo. Balozi wa Saudi Arabia nchini Marekani alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Alhamisi, huku Rubio pia akifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia. Baadaye Trump alifanya mazungumzo ya simu na mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambaye aliomba na kupata uungwaji mkono wake kwa operesheni hiyo, afisa mmoja wa Marekani aliliambia gazeti hilo. Baadaye serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia ilidai kuhusika na operesheni hiyo na ikakanusha kwamba Riyadh ilihusika moja kwa moja. Hata hivyo, vyombo kadhaa vya habari vilihusisha shambulio hilo na Saudi Arabia, ambayo haijathibitisha rasmi kuhusika kwake. Mji wa Sanaa ulitekwa na Wahouthi, ambao ni harakati ya Kishia inayoungwa mkono na Irani mnamo mwaka wa 2014. Hatua hiyo ilisababisha Saudi Arabia kuongoza muungano wa kijeshi kuingilia kati nchini Yemen mwaka uliofuata. Usitishaji wa mapigano uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa ulioanza mwezi Aprili mwaka 2022 ulimalizika rasmi baada ya miezi 6, lakini kwa kiasi kikubwa ulifanikiwa kusitisha mapigano ya moja kwa moja ya kuvuka mipaka kati ya pande hizo. Kuongezeka huku kwa mvutano pia kunatishia juhudi pana za kupunguza mivutano katika eneo hilo. Saudi Arabia na Iran zilirejesha uhusiano wa kidiplomasia mnamo mwaka wa 2023 kupitia makubaliano yaliyosimamiwa na China. Aidha, Riyadh imeendelea kutangaza hadharani msimamo wa kutokuwa upande wowote katika mvutano wa hivi karibuni kati ya Marekani na Iran, na inaripotiwa kuwa ilikataa ombi la Marekani la kutumia ardhi yake kwa ajili ya operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika mvutano huo huko Mashariki ya Kati.